Brenda Saltuma, mkazi wa Kamkuyu, eneo bunge la Kimilili, kaunti ya Bungoma, baada ya kushiriki loto kwa muda, hatimaye alitangazwa mshindi. Hakuficha furaha yake baada ya kuhojiwa na runinga ya Mwananchi ya Tandao. Kwa majina naitwa Brenda Saltuma kutoka Kamkuyu. Kamkuyu iko eneo bunge la Kimilili, kaunti ya Bungoma. Kaunti ya Bungoma. Hivi leo tumeona umepata nafasi kufika hapa. Hebu tuelezee, ulishiriki loto ama ulijua loto kwa muda gani? Mara nyingi nilikuwa nikitazama kwenye TV nikiona watu wakishinda mara kadhaa Probox, mara shilingi milioni moja, alafu wengine wanapewa 100,000 za shopping voucher. Na kutokea hapo mwaka jana mwezi wa 6 nikaweza kupendezwa na nikaweza pia mimi kuingia kucheza loto. Anasema ushindi wa shilingi 2,000 ulimwezesha kutoa usaidizi kwa mwanawe aliyekuwa ametumwa nyumbani kutoka shuleni kwa kukosa bidhaa fulani za masomo. Na pengine hizo pesa ambazo umepata, wewe kama mshindi wa loto siku ya leo ambazo ulitumiwa, uko na mpango gani na hizo pesa? Kwanza hizo pesa wakati niliambiwa ninaenda kupata shilingi 2,000, nilikuwa nimetumiwa, mwanafunzi wangu amekuja nyumbani na alikuwa anataka rimpepa, kwa hivyo nimeweza kumpaia leo, na hizo zingine naweza kufanya shughuli nazo kwa matumishi. Anasema ushindi wake si wa leo tu, bali amekuwa akishinda kiwango tofauti za fedha. Pengine kwa ule muda ambao umeshiriki loto, umeshinda, kuna zawadi ambazo umeshinda ama kuna pesa yote ambayo ulishinda kwa huo muda ambao umeshiriki loto? Kuna pesa ambayo nilishindwa mara ya kwanza, walinipea 130, alafu karudi wakanipea 500, alafu kwa saa hii jana nimetumiwa 2,000. Na je, alishiriki vipi mchezo wa loto? Brenda anasema alienda kwa M-Pesa menu, paybill number, akaweka 777 account name siku zote ikiwa ni Tandao, amount shilingi 100 tu. Hapo alijikatia tiketi na kuwekwa kwenye draw na baadaye kutangazwa mshindi. Pengine ule mtu ambaye ako nyumbani huko na angependa pia kushiriki loto, unaweza muelezea process ambayo ulitumia ukafika ukaanza kushiriki loto ndio ukashinda shilingi 2,000? Ulitumia process gani? Mwenye ako huko nje, mwenye anataka labda kucheza loto, yeye acheze tu, asiwe wa kuuliza, aingie tu acheze. Na ukiingia kucheza unaanza naenda na M-Pesa, alafu lipa na M-Pesa, alafu paybill ni 77700, alafu account ni Tandao. Account ni Tandao. Alafu amount ni kuanzia 100 bob mpaka 2,000. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, unavyotazama ni 77700, account name kumbuka kila siku ni Tandao, alafu amount ni shilingi 100. Alitoa wito kwa Wakenya na jamaa zake katika eneo la Kamkuyu kucheza mchezo wa loto, akisema una manufaa makubwa kwa maisha. Pengine huko nyumbani Kamkuyu kuna wale watu ambao wanakutazama saa hii, kuna wale pengine jamii yako, ni watu gani ungependa kuwapea ile advice? Pengine kama ni bwana wako ama nani, watoto nini, ni watu kama kina nani ungependa kuwapea advice waambie washiriki loto? Ni wengi tu. Kwanza mume wangu mpendwa akiwa David Salituma, alafu pamoja na shemeji yangu anaitwa Ibrahim King'aro kutoka Sirisia, natumai saa hii wananitazama. Alafu kuna Claire May Rogers, na kuna Samora Chemist Kamkuyu, na wengineo ni wengi tu. Ungependa pia waweze kushiriki mchezo wa loto? Ningependa waweze kushiriki mchezo wa loto kwa sababu hata kuna wale ambao wamejua nimekuja huku. Aliahidi kuendelea kushiriki loto na Tandao, huku ndoto yake ikiwa ni kushinda gari aina ya Probox au shilingi zaidi ya milioni 2 pesa taslim. Mchezo huu wa loto bado unaendelea, wewe utaendelea kushiriki? Sana, siwezi wacha kwa sababu nimeona kuna mambo mazuri na matunda yenyewe. Ukiweka bidii kucheza, usiwe ukikuulizia sijui nini, inakuwa ni ukweli ama
ni uongo, na ninataka kuwahakikishia kwamba ni ukweli. Asante sana mpenzi mtazamaji, leo tumekuwa na mshindi wa loto kutoka eneo bunge la Kimilili, kaunti ya Bungoma, katika eneo la Kamukuya. Hivi leo wewe pia kama uko pale nyumbani ungependa kushiriki mchezo wa loto, kumbuka ni 777 account name, tumia neno tandao, amount ni shilingi 100 tu na zaidi, alafu uweze kushiriki mchezo huu wa loto. Pia unaweza kupigiwa simu ukawa mshindi na loto na tandao. Jina langu ni Felix Wanjala, hadi wakati mwingine.